Okay, haya. Twende kwa Shami, mwenyeji wa pili. Huyu hajamaliza mkataba. Shimi. Okay. Shimi hajamaliza mkataba. Mfanya miezi 4 na nusu. Kuna matatizo gani au changamoto gani kazini? Ni kwamba mimi nilishindwa kusoma mazingira, pia nilishindwa kusoma mazingira. Kivipi? Nilishindwa kumuelewa bosi wangu anataka nini. Apendi nini? Hivyo kwa sababu Shimi umekaa sana kituoni hapa, tumekufanyia training. Ndio nimekaa sasa. Nimefika mara ya kwanza tulikuwa tuko sawa. Na kwa sababu mara nyingi bosi wangu anasema hivi kwamba anataka apewe nafasi, apewe muda, ni hivyo. Yaani kama akiwa sebuleni anataka apewe nafasi. Kwa hiyo mimi mara nyingi nafasi gani? Kwani wewe ulikuwa nafasi ndio hivyo, nilikuwa nashinda mimi kumuelewa kwamba anataka nafasi ipi. Sasa nilikuwa kwani wewe ulikuwa unafanyaje? Yaani akiwa sebuleni wewe ulikuwa unafanyaje? Unakata anakuwa yuko sebuleni, mimi naenda kumfuata mtoto kumpa dawa. Mage waga watoto wanakunywa dawa. Kwa hiyo nilikuwa naenda kumfuata mtoto kumpa dawa pale, naambia kunywa dawa. Mage anasema dawa mkiwa mnampa watoto na sisi tuwepo hapo hapo. Kwa hiyo nikimfuata mtoto kumpa pale dawa hivyo, au nenda kumfuata mtoto na kumkumbusha hujaoga, nenda kaoge. Mage ni mkubwa anasema form 2. Naambia hujaoga, nenda kaoge, nishakuandalia nini maji juu, nenda kaoge. Hivyo na kwa sababu ukimwambia mama moja waga hanyanyuki muda huo. Kwa waga naenda unamfuata naenda kumkumbusha, naambia Isaac hujaoga. Kwamba kama mara 3 hivi ndo namwacha naondoka. Kwa lakini hivyo ndo mamake alikuwa afanye, hapendi, anaona kama ni nini usumbufu. Ndio hicho tulichoshindwa kuelewana pale. Kwa hiyo hivyo tu, yani kumkumbusha mtoto. Yaani ndo muda alikuwa anataka, anasema kama yeye akiwepo pale sebuleni hataki kama usumbufu wa kumwambia si hiki maana unakuja pale sebuleni mama kuja kutaka hiki kufanya hiki, hataki. Anataka kama akiwa wako sebuleni na mume wake wamekaa au wanakula, wewe hata utoke nje ukakae, yaani usikae maeneo ya hapo mazingira ya hapo. Umeanza na mtoto sasa hivi umesema na mume wake. Sasa mke wa mtu ni anaishi na mume wake. Sasa mbona wewe umesema na mtoto? Unamfuata mtoto unamwambia twende kaoge. Nasimama pembeni lakini sisogei pale. Sasa hivi umetaja tena mume. Haya, ya mume ameingiaje hapo? Ndio unyoshe maneno vizuri. Mara ningeshangaa useme eti unamfuata mtoto kumkumbusha kuoga mara 2 mara 3, mama yake aseme usumbufu. Nasema hiyo ni kama sielewi, lakini ukotaja mume hapo nataka kuelewa hapo kwa mume ulikuwa unafanya nini akiwa na mume wake, ulikuwa unaenda kufanya nini? Yaani unakuta mara nyingi kama amekaa na mume wake ameanza kula, mume wake amekaa hapo, yeye kakaa pale, afu watoto wamekaa pale, mimi nikienda nisimama mlangoni. Sijipitishi nasimama mlangoni pale, namuita mtoto namwambia fulani hujafanya kitu fulani, njoo ufanye. Sababu mimi mama yake ndo alinikabidhi, ananiambia wewe unamsimamia huyu mtoto mkubwa, sababu kuna watoto 3, mdogo anasimamia na yule mwenzangu, mama tuko wawili. Kwa hiyo mkubwa ananiambia Shimo ndio huyu utamfanya, utamsimamia. Hakikisha amekula, mama alikuwa ni mvivu kula. Hakikisha amekula, na wakati anakula angalia sasa amepakua nini, au ameweka nyama au ameweka samaki, alikuwa hapendi yule mtoto. Kwa hiyo ni mimi akiwa anapakua pale na baba anakuta manyingi, maki baba ndio alikuwa anawahi kutoka kazini kuliko mama. Kwa baba alikuwa manyingi akila anakaa pale kwa sebuleni kwenye kochi. Kwa hiyo na meza iko, yani meza na sebule viko kama maeneo karibu sana. Kwa hiyo kama hivyo akiwa anakula ile mtoto, mimi lazima nitaenda pale tu maeneo ya mezani na baba amekaa pale. Kwa hiyo nitamwambia na hakikisha niangalie kama amepakua alichokuwa, kama amepakua kama ni mboga nini, ili mama akija akiuliza niwe na nini na kitu cha kumwambia kama kweli amekula leo, amekula mboga, amekula hivi. Kwa kufanya hivyo ratiba kwa, lakini mama ndo alikuwa hataki hicho. Hataki uende, yani niende wakati mume wake yupo. Wakati mume wake yupo. Sio wakati watoto hapo. Mume wake akiwepo. Issue yake mume wake akiwepo usikatize. Ndio hiyo kwa shida. Mbona unacheka? Ndio niambie. Madam wake anasemaje? Madam wake anasema dada alikuwa anapenda kupita sana maeneo ambayo yake mpaka kamfanya akawa uncomfortable. Akasema anapita. Yani ile sasa kwamba dada yani kidogo atafuta meza, atafanyaje? Yani atatafuta tu shughuli mradi apite. Kuna vishughuli tu ambavyo atakuwa navyo vya hapa na pale vinavyohusisha sebule na maeneo ya dining na jikoni, ambako mara nyingi yani kwa sababu ni sehemu ambayo familia inakuepo, maeneo ambayo familia mara nyingi ipo. Sasa na ndo kama alivyosema kwamba mara nyingi yeye Mr. kwenye familia anawahi kuepo nyumbani. Anawahi saa ngapi? Kutoka kazini. Saa 11. Wewe saa 11 hiyo kufuta meza na nini hujamaliza toka asubuhi? Tushafuta, nakuta amemeza kama hivi, amemeza kula chakula. Kwa nakuta pamechafuka pale mezani, na kutoa vyombo ili nibadilishe, sababu mama anachelewa kurudi kula. Kwa hiyo aga kimeza kula tunaenda kutoa
kula vyombo nabadilisha nini? Nabadilisha vya kupakulia vile. Kondo hicho ndio chokuwa anakataa. Kwamba okay, mume wake akirudi lazima muandalie chakula. Chakula tunakuwa tushaandaa mezani. Akija anakikuta mezani. Lakini akishakula lazima mpite kufanya usafi. Vile vyombo mvitoe, msafishe meza, mbadilishe vijiko, vitu vingine vya kupakulia kwa ajili mama atakapokuja naye aweze kula. Ndio hivyo. Okay. Kwa hiyo sasa wewe wakati unabadilisha hivyo vitu, si mama anakuwa hajarudi? Anakuwa. Kwa hiyo anakuwa anakuonaje kama ulipita kusafisha? Kuna kamera. Kuna kamera mle ndani. Yeye anakuona kwenye kamera akiwa kazini. Anakuona unavyojipitisha. Usicheke, nishawaambia ndoa za watu. Watu wanafundisha watu customer care. Hiyo customer care inategemea. Kasema tu kufuta au kuna mengine? Kasema tu hivyo ni kufuta, lakini sasa issue ni kwamba hii pia ya kuja kusema yeye yupo anajipitisha imekuja baadaye baada ya kuwepo kwa issue ya mavazi. Nadhani hiyo ndio itakuwa imebeba haya mambo mengine. Issue ya mavazi mtu akishakuwa nayo inaleta changamoto. Issue ya mavazi ndio ilianza kuwepo kabla ya hizo issue za kusema. Mavazi nayo yalifanyaje? Na hapa alikuwa anavaa alikuwa anavaa hapa tulisema mavazi mnavaa mkienda kazini mvaeje? Mavazi ya heshima. Sasa wewe imekuaje tena uko ulienda kuvaa nini? Mimi nilikuwa navaa nguo ya heshima, lakini kama vitu kitaka kutoka kwa sababu yeye mwenyewe anasema kama tunataka kutoka unavaa tungo wako unaotaka. Sasa mnaenda mnataka. Si huku tunawaelekeza nyinyi huko mnaenda kuvaa mnazotaka. Yeye ndio aliambia mwenyewe. Jamani wadada msio wajinga. Hawa mabosi wenu wanawatega, wanawaangalia akili zenu. Sisi hapa tumewambia pale ni kazini. Yaani piga huwa garagaza pale ni nini? Kazini, usijisahau. Hata bosi wako mwambia tunaenda bichi wewe vaa kikaptula, usikubali yaani wewe endelea kuburuza nguo yako, mburuziko wako, siku umalize mkataba wako uondoke. Hakuna bosi anakuangalia akupima. Anakupa pombe. Yaani wengine anakupima, wengine wanapewa hadi pombe. Bosi anakuambia kunywa tu, sisi tushawaambia nyie pale mko kazini. Pale mpo kazini utakapoanza kujiexpose ukaanza bosi anakukaribisha either ni bia ni wine kwa sababu yeye anajiachia anakula bata, lakini nakwambia kichwani anajua niko na dada wa namna gani. Kwa hiyo pale tayari anaanza kutengeneza doubt. Yeye mwenyewe kakukaribisha either ni kunywa hizo pombe. Kuna dada wengine wameshtakiwa hapa wamekunywa mapombe huko. Yaani siku tu bosi anageuka, yeye mwenyewe alimkaribisha hizo pombe, mwenyewe alimnunulia, lakini kuna siku anageuka anaanza kusema kwanza dada yenu mlevi. Lakini sisi tuliwaambia jamani, unapokuwa kazini kuna vitu utakutana navyo tu. Yaani utakapokuwa na uhuru wako utafanya hivyo vyote. Utavaa unavyotaka, utakunywa unavyotaka, utakula unachotaka. Lakini ukiwa nyumbani kwa mtu tunawafundisha tabia za kwenda nazo kwa sababu pale uko kwenye ajira. Sasa nyinyi hamtusikilizi. Ukifika kule unaanza kumsikiliza bosi wako. Yule mwingine juzi kapoteza 7,500. Vipi? Bosi aliniambia tunaweza kukopa. Si ndio Esther? Si ndio content yake tena nimetoka nimeweka jana. Bosi kaniambia nikope. Sisi huku tumwambia mabosi wenu hawapendi hizi tabia za kuwakopa kopa na kujiexpose mashida yenu. Hadi kwenye mkataba tumesema usichukue kitu cha bosi. Yule mwingine wa 400,000 usikopesha. Kaenda kuchukua pochi za bosi wake. Tumesema usichukue kitu cha bosi wako. Yeye kaenda kabeba vitu vya bosi wake. Kapoteza kibarua. Bosi huko anakuja anasema dada yenu naona mwizi. Huyu mwingine kaenda kukopa. Tumeandika usikope, msikopeshane, na wewe usikope, ridhika na kile unachopata, pangia budget hicho. Bosi kaja huko dada yenu naona anatamaa. Anasikia anataja hela nyingi huko na sasa hizi anataka hapo. Yaani msiwaamini. Hao mabosi wenu sio wema kiivo. Vitu vingine wanawekea kama mtego. Kwa hiyo akwambia vaa chochote. Kuna siku tulitoka nilivaa gauni. Acha ujilabue. Ukapiga nini? Nilivaa suruali ya hii hapa ni bwanga huko chini. Juu inabana. Wapi bwanga? Chini juu inabana afu chini ndio. Alisemaje? Alivaa nini? Alivaa suruali inayombana. Anaonyesha shape yake alijaliwa. Top ambacho kinaishia tu. Waacha we crop top. Akapiga crop top chake cha juu shimi tena anataka kuonyesha. Alafu sana hivyo sasa hivi amepata mwili hapa amevaa nguo kubwa lakini alivovaa suruali yake. Namjua huyu alipokaa hapa namkumbuka vizuri tu ana kashifu kake fulani. Kake hivyo na hicho kitop chake kimeishia juu basi. Akataka kumuonyesha baba mwenye nyumba alipojaliwa.
Kibarua kikaota maji. Ndio hapo mama kwenye nyumba akaanza kuona kumbe balaa ni nalo ndani ndio hili. Kwa hiyo from there kwenye hayo mavazi ndio ikaanza sasa kuleta hizo doubts nyingine. Maana haiwezekani bosi amerudi, chakula kiko mezani, amekula, lazima mtu upite kusafisha. Na ndivyo tunavyowaelekeza kwamba usiache vitu viko rafu. Watu wamekula, toa vyombo, safisha meza. Kama kuna watu wengine wanatakiwa kula, weka vyombo vipya, yani visafi. Yani hicho alichokuwa anakifanya kwetu sisi ni hospitality, ni huduma nzuri kwa mteja. Lakini wewe ulishaingiza vitu vyako ambavyo sasa bosi akijumlisha kwamba huyu kwa shepu hii na yuko na mavazi haya na ushapu anasema yani mimi niko kwenye foleni kwa niko kazini afu yuko busy pale kumwandalia mara ametoa vyombo yani kila anaona kila saa karudi mezani anatoa vyombo mara amerudi hapo anajitahidi ku prove nini mara sasa wewe uko busy na kazi afu yeye dada wa kazi yuko busy kumhudumia mzee nyumbani wewe. Alafu sasa alishaonyesha kidogo alivyojaliwa nani yake. Kwa hiyo hata akiwa nyumbani pale inasikana anaendelea kuvaa kinamna. Si ndio? Kwa hiyo ndio mavazi yake ndio yakamponza baadaye. Maana kuna pia vigauni vya strips tu hivi ashai kuvaa. Yani ndio hivyo. Sasa si bosi alishamruhusu. Maana na hawa ukimruhusu tu kidogo anajiongeza. Kwamba au labda yeye pia unajua dada wengine pia akifika kwa bosi akamkuta bosi anavaa labda namna fulani anaona. Na yeye anataka avae kama bosi wake. Ambacho lakini kila siku nawaambia, kila siku mimi kwenye content zangu ninapokuja swala la mavazi, naambia kabisa msione mimi hapa bosi wenu unavaa hivi. Nimkute mdada huko ndani amevaa kama mimi hapo kazi yana. Yaani mapema sana yuko nje ya geti. Kwa hiyo kwa nini amchukui huyo mifano wakati mimi mwenyewe halisi mnaniona? Naona navyovaa lakini nawaambia msivae kama mimi. Na mimi niko na mume wangu hapa. Wewe utaniambia huko ndani unamvalia nani? Au wewe utanieleza. Kwa hiyo niishaweka hiyo na nawaambia hata huko mnakoenda mwende hivyo hivyo. Utamkuta bosi wako anavaa vile ambavyo anamvalia mume wake. Sasa wewe sio mumeo. Uko pale kazini lazima wewe ukae kwa heshima. Utakapokuwa kwenye mji wako na wewe utajua utamvalia mume wako chochote, hata bikini, hata ukikaa uchi. Si uko kwako na mume wako. Hakuna mtu atakufuata. Lakini nyinyi mnataka kulazimisha kwenye ndoa za watu mwende mkaonyeshe na nyinyi mna shepu zenu sio mambo hatutaki. Kwa hiyo mimi namuelewa bosi. Kwa hiyo akasemaje? Basi ndio hivyo baada ya dada kurekebisha kwa sababu bosi aliongea naye issue ya mavazi, pia alipigwa simu kituani nikaongea naye. Sasa dada tena kilichomsababisha tena bosi anazidi kupata issues naye akawa kama vile amesusa, yani amezoea baada ya kurekebishwa kuhusu mavazi. Akawa sasa yani kutoka kwenye yale mavazi yake akaanza kuwa anavaa gauni na suruali ndani na shati juu, yani ni anavaa nguo kama zote. Sasa bosi akasema kama kweli haya anavaa gauni na suruali kubwa pana, anapiga huo gauni hapo anavaa shati yake aliyovaa, anapiga na kitambaa chake. Tunamuona amevaa gauni suruali sweta kama leo hivyo alafu na juu kitambaa, yani kwamba sasa komesha kabisa. Sasa kama mavazi ya kubana basi sasa ngoja nipige kama ushawahi kuona kichaa ambaye anaanza kuvaa nguo nyingi. Kwa nini sasa ufanye hivi? Kwa nini kurudi kwenye nguo za kawaida kama tunavyowafundisha hapa kituoni? Alikuwa anasema kwamba wakati kwa sababu mimi sina mashati makubwa ambao kuvalia suruali, sababu anasema kama ukivaa suruali uvalie na shati ambalo kidogo linavuka maeneo makalio. Ndio hivyo na sisi. Kwa nini wewe bosi hapa akakufundisha kitu ambacho sisi tushakufundisha jamani? Ndio hivyo sasa nilikuwa mimi sina, kwa hiyo nikawa nachukua gauni kama hii. Kwa nini ulikuja hapa wakati sisi tunasema mkija hapa mje na nguo za heshima? Nilikuwa na magauni. Na akiwa hapa kituoni alikuwa anavaga magauni huyu. Ninaye ndio nilikuwa hapa tujai kukuona unavaa ovyo ovyo. Kwa nini ukamvalie bosi wako? Alafu unasema huna. Na sisi kama unasema huna hayo mavazi au chukuliwi. Sisi hatumpokei mtu ambaye anatuambia hana nguo za heshima. Alikuwa anasema nivae suruali. Sasa suruali nilikuwa nazo mbili. Kwa nilikuwa mimi na magauni ndo mengi, magauni marefu ya vitenge ndo nilikuwa nao mengi. Kwa lakini na wenyewe nikiwa nikiangalia kama hivi nikiinama hivi kidogo naacha wazi, ndio maana nikasema kwa nivalie na nini na suruali ndani, kama nikinama kudeki na deki kwa uhuru, ndio maana nikaanza kuvalia nini suruali ndani. Hata suruali yenyewe chini ndio inaachia, lakini sasa hujui na nini inanichonga chonga, ndio maana nikawa inabidi nivalie na gauni, kama gauni hapa ni fupi na ivalia. Na ninavyosema ndani kuvalia kama t-shirt au nini,
sababu nguo ukiinama hivi inabaki wazi, kwa nilikuwa navalia na t-shirt kingine kwa ndani. Drama. Yaani unajua sisi tunavyowafundisha mnatuona kama sijui mnachukuliaje. Lakini mkienda yale tuliowaelekeza ndio yanayowarudisheni hapa. Yanawarudisheni hapa, na mkirudishwa hapa tayari mna maumivu mshaumia kwa sababu hapo mkataba ushauvunja kwa uzembe wako. Kwa vitu ambavyo sisi tulikuelekeza usifanye hivi. Ili nini? Wewe ufike salama. Mimi nawaambiaga, unajua hata Mungu alipotuambia usiibe, ni kwa faida yako. Yaani sheria zetu nyinyi mnaziona ngumu, lakini ni kwa faida yenu. Ndio maana hata sisi tunaona sheria za Mungu ni ngumu, lakini kwa faida yetu. Yaani Mungu anatuepusha, kwa sababu ukiiba utakamatwa, utadhalilika, utaenda kufungwa, si ndio? Sasa sisi kuna vitabia tunavijua kabisa. Hizi tabia ukienda nazo kwenye mji wa mtu, maana hizi kazi mnaenda kufanya kwenye ndoa za watu, ni familia za watu, mtu ana mji wake, ana familia yake, yani anamlinda mume wake, si ndio? Na watoto wake. Sasa sisi tunaelekeza, nendeni na tabia hizi na hizi na hizi na hizi, mtafanya kazi vizuri, mtamaliza mikataba yenu. Wanaenda kufanya vile. Mkiwa huko kwenu mtaenda kufanya chochote mnachokitaka. Hata zile ambazo mnavunja sheria za Mungu bado si mnafanya. Wewe fanya chochote unachoamua kufanya. Hiyo utajua mwenyewe huko. Lakini sasa msipotusikiliza ndio hayo yanayotokea. Kwa sababu hapa sioni kipya. Mimi naona ni kile tulichokukataza usifanye, wewe ukaenda ukakifanya. Eti bosi aliniruhusu. Au ukaona Wadada Center wana roho mbaya, kumbe bosi wangu mzuri. Haya, bosi mzuri kwa rudi. Kamrudisha. Jamani, sisi sio kwamba tuna roho mbaya, sisi tunaongozeni vizuri mfanikiwe. Kwa hiyo mnasikiliza. Msiposikiliza ndio hivyo, utapoteza dhamana zenu. Hela yako nyingi, unajua hiyo ni hela nyingi kwa dada wa kazi. Poteza dhamana ni hela nyingi sana. Kwa sababu mwisho wa siku wewe bosi tu atatuambia tumpe dada. Ukishafanya uzembe tu ukapoteza ukapoteza mkataba wako, yani ukaharibu mkataba. Lazima yani ijulikane mkataba nani kasababisha ukavunjika. Maana hapa hatuchezi, si ndio? Kwa hiyo unafanyaje sasa? Ndio usharudishwa shoga kidawa. Umejifunza nini? Utamlaumu nani? Nani wa kumlaumu? Tulikuandaa vizuri na kukumbuka vizuri, umekaa na kituo chetu mpaka ukafanana sura na nani. Na hapa. Na workshop anakujaga kweli. Na workshop unakuja. Na nilivyosikia umepangiwa kwa yule madam ngasema, yaani nikaa nasema tu amepata dada mzuri. Na lalamiki kazi. Kazi anasema dada ni mshapu sana. Yaani kwa kazi tu. Kazi uko vizuri sana. Lakini tunasema kazi zisizoambatana na tabia nzuri, yani za kuhakikisha unajilinda, unapoteza. Bado mtu anakuwa yani anaona ndoa yake ni ya thamani zaidi kuliko wewe upambanaji wako. Yani bora ungekuwa unakaa mbali na mume wake, hata kama ufanye kazi zake vizuri, angekufikiria. Lakini eti unafanya kazi vizuri afu umemkaa ni kumsogelea mume wa mtu kila dakika. Ndugu yangu. Na shida sana mavazi yake akamsababisha. Unajua mavazi anaanza kumsababisha mtu anakuwa sasa kwa nyumbani anaanza kuangalia kwa jicho la tofauti. Unawezekana kuna vitu vingine alifanya tu genuinely, lakini havitaonekana tena kwamba ni genuine. Atajua tu dada ana jambo lake binafsi. Jamani, msizoee waume za watu. Tuambieje muelewe? Shimi. Nataka tuambie kwa lugha gani muelewe namna ya kukaa mbali na hao baba. Watawaponza. Yule mama akikaa pale ndio unatakiwa uende ukamuentertain, ufute meza nini, umhudumie, yani madam. Lakini sio mume wake. Tunawaambia mabosi wenu wakukaa nao karibu ni wa kike. Sasa wewe mbona unaenda kukaa karibu na mume wa mtu? Ukishagundua mama ni wa hivyo, hata mume wake akishakula acha vyombo hapo. Subiri akija ndio upite akiwepo. Akiwepo huku umepiga nguo lako kubwa kubwa. Akwambia kwani hujatoa vyombo? Unaambia madam nilikuwa nasubiri urudi. Si ushajua mtu ana hofu na mume wake. Mpe amani. Mume wake akishakula, yani wewe mume wake akija, akute chakula kiko pale. Alafu akimaliza kula, nyinyi endeleeni na shughuli zenu huko nje. Mpaka mke wake akiingia. Akishakuwa sasa yupo around, wewe sasa ndio unaweza kwenda kufanya kazi. Akiuliza kwa nini hujafanya? Mwambie mimi niliona kwa sababu haupo.
Utampa amani, ataona yeye angalau dada huyu anajielewa. Maana mimi siwezi kujipitisha mbele ya mume wa mtu na mkewe hayupo. Nasubiri mke wake akija, mimi ndo nitapita kwenda kufanya kazi zangu. Hapo wanawake hawa ndio watakuona wewe una nia nzuri na ndoa yake. Lakini eti unajifanya unapita kwenda kusafisha. Umepita, umesafisha, umepita, umechukua hiki, umepita. Jamani, kwani dada vipi? Mbona unapita sana? Kwa kweli hapana. Hamna usalama. Usalama hapa hamna. Hapa kija kumwangalia dada mwenyewe naye ndio hivyo. Amebeba nini? Ana mizigo yake tu ya kutosha. Ameanza kuglow nini? Kishaanzaga kazi huko anakaa ndani tu. Anaanza kupendeza. Kwa hiyo umejifunza nini? Unacha kuambia nini wadada wenzio bado wako kwenye mitihani na wewe bado unaendelea? Sidhani kama umeishia hapa. Hilo ni somo. Masomo mengine yanakuja na maumivu. Ukishapoteza kitu ndio unagundua kumbe ile somo nilofundisha nilitakiwa nilizingatie. Kwa sasa hivi utaenda kwa adabu na taazima kwenye nyumba nyingine. Lakini una nini cha kuambia wadada wenzako? Cha kwanza bidi unavyoenda kwa maajiri. Unabidi yani usome mazingira, yani umuelewe bosi wako ana nini, anapenda nini, hataki nini. Anasoma mazingira na usije ukafanya kile kitu ambacho anakuja kama vile anataka kukujaribu, yani umefanya kitu hiki. Kwa sababu anakujaribu, dada kunywa tu kawaini haka. Na wewe unakunywa. Dada, tunaenda bichi tu au sisi tunatoka? Patungo yako yote. Kumbe anaangalia dada kabeba silaha gani kwenye begi lake. Wewe ndio unaenda kuchukua crop top chako. Kitofu nje. Siku ya kutoka. Bosi anasema kumbe nimevamiwa, nina humu ndani na pepo. Umesikia? Ushauri mzuri jamani, mnavyojaribiwa msiingie kwenye majaribu. Nyie bakini kwenye utaratibu tuliowaelekeza. Sisi ndio tunawajua. Tumwambia tumeongea na mabosi miaka 15. Tuliowawekea kwenye huu mwongozo na kwenye mkataba ni mambo ambayo mabosi wanayataka. Tukishakwambia usijipitishe kwa mume wake, usipite. Wewe usiende ukafika bosi wangu mzungu. Hamnaga mzungu kwenye hiyo kitu. Hamna kabisa. Sio kasema bosi wangu mzungu yani ya mind. Unakuta bosi anapiga vipensi vyake vinini, unasema bosi wangu kumbe nini kule wametuambia sio mavazi gani ya heshima, na wewe unaanza bosi wangu hata ana shida wewe. Bosi wangu ana shida. Utarudi hapa. Kwa hiyo ndio hivyo jamani. Haya mwaya, kwa hiyo sasa una mpango gani? Ndio basi nitafuta kazi nitafanya. Ndio hivyo utafanyaje ndugu wangu? Amejisemea mwenyewe hapo. Atafanyaje sasa? Una cha kufanya ni kuendelea kupambana na kufanyia kazi hayo ambayo umejifunza kwa maumivu. Umeona ufanyie kazi sasa. Na yani hapa najua hatukuelezi tena. Tuliokuambia ukayapuuza sasa hizi utayapambania sasa ili utimize. Sasa bora hata asifute meza. Lakini avae vizuri. Kabisa. Yani na usifute nakwambia. Yani futa wakati mama yupo. Ukienda pale unavaa mburuzo wako, gauni lako linaburuta vizuri. Parachuti upepo ukija na kubeba. Unakuhamisha. Hapo bosi ataona dada ni naye. Bosi wake hata asijue kama anakuaga na shape. Kabisa. Yaani mpaka unatoka kwenye hiyo nyumba. Labda siku ya kuondoka. Ile kama kumbe huyu dada. Ile siku ya kuondoka ile ndio unaweza ukapiga sasa vitu vyako vya kuondokea. Bosi anasema kumbe huyu dada yaliomo yamo. Lakini ukiwa nyumbani kwake, ndugu yangu. Wewe jua mshahara wako ni mavazi yako, vaa kwa heshima, wahudumie vizuri, lakini kaa mbali na mume wake. Mume wa mtu ni sumu. Kama wanavyosema mke wa mtu ni nini? Sumu. Haya. Sawa.